Huu una gharimu shilingi bilioni 33, fedha ambazo zinatolewa na serikali kuu kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa ghorofa 8. Itakuwa tuna sehemu ya madarasa, tutakuwa na sehemu ya karakana na sehemu ya malazi ya wanafunzi ambao tutawadahili katika eneo hili. Itakuwa ni kati ya vituo vichache Afrika Mashariki na Kati ambao vitakuwa vinatoa huduma bora sana ya uongezaji thamani madini ya vito. Kwa ni mradi mkubwa, mradi ambao pia utakwenda kuongeza fursa nyingi sana katika mkoa wetu wa Arusha na hasa katika wilaya ya Arusha. Nimetoa maelekezo ya siku 7. Maelekezo ya siku 7 maana yake ni kwamba uko mkwamo ambao unahusisha taasisi na taasisi za ndani ya serikali. Na kwa sababu tunazungumza kwa makaratasi, ndio maana nimemwelekeza katibu mkuu aje aweke kambi hapa. Ndani ya siku 7 taasisi zote zikutane, tupate muafaka, mkandarasi aendelee na kazi ya mabomba hapo, kazi ifanyike kwa urahisi zaidi. Ndio maana ya matokeo ya siku 7. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba baada ya kupata vibali vyote muhimu katika muda huu ambao nimeutoa, mkandarasi atakuwa na nafasi ya kuendeleza vizuri ujenzi wa mradi huu pasipo changamoto yoyote. Sasa maelekezo yangu, namwelekeza katibu mkuu wa Wizara ya Madini, kuanzia wiki inayoanza Jumatatu mpaka Ijumaa waje wajifungie hapa na mkandarasi na TGC. Tunataka ndani ya siku 7 mambo yote ya makaratasi yao yameisha, kazi hapa ifanyike. Hiyo ndio ambayo tunataka iende kufanyika ndani ya siku 7 zijazo. Naamini mmebakiza eneo dogo sana la makaratasi haya. Makaratasi yaishie mezani huko, kazi hapa ifanyike. Watanzania wanatamani kuona kukamilika kwa hili jengo ili kusaidia katika kuwajengea uwezo vijana wetu wengi wa Kitanzania. Yaani badala ya kuendelea kurefusha siku, tuzikondensi siku na mfanye kazi masaa 24. Ambaye ungeweza kumwajiri kesho, mwajiri leo, ampokee yule ambaye angetoka saa 12. Kazi malipo ni yale yale. Kwa hiyo wakandarasi pia tutakwenda kukamilisha hili la makaratasi ya quiz ndani sisi serikalini, lakini na nyie pia mna wajibu kuona kwamba tumechelewa sana. Baadhi ya mambo yalikuwa hayawahusu, lakini pia ndo isiwe sehemu ya sababu ya mradi kuchelewa.